Machi 6 mwaka 2025, mapigano makali yalizuka kati ya vikosi vya serikali mpya ya Syria na vikosi vilivyokuwa vinamuunga mkono Rais Bashar al-Assad katika mkoa wa Pwani wa Latakia, hususan katika mji wa Jableh na vijiji vya jirani. Mapigano haya yalisababisha vifo vya zaidi ya watu 70, ikiwa ni pamoja na maafisa 35 wa vikosi vya serikali, wapiganaji 32 waaminifu wa Assad na raia 4. Mapigano haya yalianza baada ya kundi linalojiita Baraza la Kijeshi la Ukombozi wa Syria linaloongozwa na Brigadia Jenerali Hayat Suleiman Dala kudai kuanzisha mashambulizi dhidi ya vikosi vya usalama vya serikali katika eneo hilo. Kundi hili lilianzishwa na maafisa wa zamani na wafuasi wa utawala wa Assad ambao ulipinduliwa likilenga kukomboa ardhi yote ya Syria kutoka kwa vikosi vya kigaidi vinavyovamia na kuangusha utawala uliopo na kuvunja mifumo yake ya kidhalimu. Katika kujibu mashambulizi haya, serikali mpya Syria inayoongozwa na Rais Ahmed al-Sharaa ilizindua operesheni kubwa katika pwani ya Mediterania ili kukabiliana na mashambulizi hayo. Hata hivyo, vikosi vya usalama vya serikali vimekuwa vikikabiliwa na changamoto kubwa kutokana na upungufu wa rasilimali na shinikizo la kijeshi na kisiasa, ikiwa ni pamoja na mazungumzo na wanamgambo wa Kikurdi na kudhibiti mahitaji ya upokonyaji silaha yanayoungwa mkono na Israel. Mapigano haya yameongeza wasiwasi wa kuzuka tena kwa mvutano wa kimadhehebu, hasa katika maeneo yenye jamii ya Alawite ambayo wengi wao walikuwa wafuasi wa utawala wa Assad. Wakazi wa maeneo hayo wamekuwa wakitafuta ulinzi kutoka kwa Urusi, huku Uturuki ikionya kuwa vurugu hizi zinaweza kudhoofisha juhudi za kuleta utulivu na umoja nchini Syria. Serikali mpya ya Syria imekuwa ikitoa wito kwa maafisa wa zamani wa usalama wa utawala wa Assad kujisalimisha na kukabidhi silaha zao katika vituo maalum vya makubaliano, ikiahidi usalama kwa wale wanaoshirikiana. Hata hivyo, wengi wao wamekuwa na wasiwasi na wanaogopa kulipiziwa kisasi licha ya ahadi za usalama kutoka kwa utawala mpya. Hali hii inaonyesha changamoto kubwa zinazokabili serikali mpya Syria katika kujenga upya nchi na kuleta utulivu baada ya miaka mingi ya vita vya wenyewe kwa wenyewe na utawala wa kiimla. Ni muhimu kwa utawala mpya kushughulikia masuala haya kwa busara na umakini ili kuepuka kuzuka tena kwa vurugu na kuhakikisha ushirikiano wa makundi yote ya kijamii na kisiasa nchini humo. Shoga yangu we, mambo yamejipa. Wewe endelea na ubishi wako hapa. Serikali ya awamu ya 6 kupitia REA imeshatoa ruzuku ya kulipia asilimia kubwa ya mitungi hiyo. Sisi tunachangia kidogo tu. Wewe unadhani ningepata mimi mtungi kwa pesa ile? Haya, ona mambo. Hilo. Lishawaka? Limewaka ndio, unacheza na gesi. Basi nipeleke na mimi nikachukue shoga yangu. Haya maharage nusu saa nyingi yameiva faster tu. Nishatini maendeleo. Umewaka huo. Unatufikia. Tangazo hili limeletwa kwenu na Wakala wa Nishati Vijijini, REA.